Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo. Huu hapa ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ashiriki dua ya kumwenzi Abeid Amani Karume. Agizo la Waziri Mkuu laanza kutekelezwa katika soko la simu 2000. Kwanza ni kuhakikisha kwamba eneo hili tunalisafisha, na baada ya kusafisha tuone namna gani tunaweza tukawapanga wafanyabiashara. Albert Chalamila afafanua akiba ya mafuta ya miezi mitatu. Waziri Mkuu, tunaangalia mafuta yaliyoko kwenye depo ambayo tayari yametungwa kwenye depo, ambayo depo zetu tulizonazo zinaweza kutunza lita za ujazo milioni 1.340. Na katika michezo, tathmini yatolewa baada ya malalamiko ya wazee wa Simba Sport Club kuhusu mwamuzi. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima Media, naamini kabisa wewe ni mzima wa afya kabisa kama ambavyo sisi ni wazima. Nikukaribisha katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo. Nataka kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Shamia Rajabu. Nikukaribishe tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Na tukianzia Zanzibar, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameshiriki dua maalum ya kumwenzi aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi hayati Abeid Amani Karume katika maadhimisho ya siku ya Karume Day iliyofanyika Zanzibar. Dua hiyo imeongozwa na Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi aliyeshirikiana na viongozi mbalimbali pamoja na wananchi katika ofisi kuu za CCM Kisiwandui kumwombea hayati Abeid Amani Karume. Akizungumza katika hafla hiyo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania Alhadi Musa Salum amesema viongozi wanaogusa maisha ya wananchi wana daraja kubwa mbele za Mwenyezi Mungu na huhesabika kuwa miongoni mwa watu bora. Karume amewanufaisha watu na si Wazanzibari tu, bali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake. Ni mzee ambaye ametujengea ujasiri, ametujengea uthubutu katika utendaji wa mambo, ameweka misingi ya utu na ubinadamu, ameweka misingi ambayo inatuleta pamoja kati ya Watanganyika na Wazanzibari, misingi ambayo haitavunjika kamwe. Ni mtu ambaye tuna kila sababu ya kumwombea Mungu, lakini kumkumbuka. Ujasiri leo ambao tunausema walionao Wazanzibari katika uthubutu wa mambo na katika umakini ni kwa sababu ya mzee Abeid Amani Karume. Na sasa tuelekee mkoani Dar es Salaam ambapo kufuatia agizo la Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba la kuchukuliwa hatua za haraka kurejesha shughuli za biashara baada ya ajali ya moto ulioteketeza soko la mawasiliano simu 2000 lililopo kata ya Sinza wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Agizo hilo limeanza kutekelezwa leo ambapo wafanyabiashara kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya wameanza kufanya usafi katika eneo hilo. Akizungumza katika eneo la tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amewataka wafanyabiashara kuendelea kudumisha umoja walioonyesha wakati wa janga hilo ili kurahisisha juhudi za kurejesha shughuli za biashara kwa haraka. Mheshimiwa Waziri Mkuu alifika kwenye wilaya yetu kutoa pole kwa wahanga wa ajali hii na ameacha maagizo specific. Agizo la kwanza ni kuhakikisha kwamba eneo hili tunalisafisha, na baada ya kusafisha tuone namna gani tunaweza tukawapanga wafanyabiashara angalau wakaanza kurejea taratibu katika utaratibu wa kawaida wa kufanya biashara. Sisi kama halmashauri, kama wilaya tumeshaanza zoezi hilo na kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo lazima sisi tutekeleze kwa haraka. Kwa mimi niko hapa, nimeungana na mstahiki meya, lakini na mkurugenzi wa halmashauri pamoja na afisa tarafa na mwakilishi wa wananchi mzee wangu yuko hapa, na tunawapa kazi SUMA JKT waweze kuhakikisha kwamba kazi inakamilika. Na leo kuanzia sasa hivi mpaka asubuhi tuko hapa kusafisha eneo hili, kwa sababu lengo na madhumuni ya Mheshimiwa Rais ni wananchi pamoja na hasara waliopata lazima tuwawezeshe kurejea katika hali ya kawaida ya kufanya biashara. Haya ni maelekezo na sisi kazi yetu ni kuyatekeleza kama ambavyo unaona tunafanya. Nashukuru na wameniteua mimi ndio mwenyekiti wa soko la hapa simu 2000 au mawasiliano. Tumekubaliana
kwa sababu nilikuta bado kuna mivutano ya uongozi katika eneo hili. Nikamwambia mimi ndio nitakayekuwa mwenyekiti wa soko mpaka pale tutakapomaliza taratibu zote za kuwapanga vizuri, kutambua nani anastahili kuja kuingia katika eneo hili, kwa sababu tuna mradi mkubwa wa kuboresha eneo la soko, kujenga mabanda mapya na kuweka miundombinu mingine mizuri. Sasa tukiwaacha wenyewe, kuna watu wataleta janja hapa, wataingiza ndugu zao, watachukua vibanda ambao sio wafanyabiashara. Kwa mimi ndio nitakayesimamia zoezi hili moja kwa moja pamoja na halmashauri mstahiki meya na timu yao, kuhakikisha kwamba tunapanga vizuri wafanyabiashara, kila mmoja apate eneo la kufanya biashara kama anastahili. Hatuwezi tukaruhusu watu wachache, unakuwa na vibanda 4, 5, 6 unaanza kupangishia wenzako. Yaani wewe badala ya kufanya biashara, wewe unakuwa mpangishaji. Hiyo ni ulaghai, ni ulanguzi. Tukiendelea kusalia mkoani Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefafanua kuwa nchi inapokuwa na akiba ya mafuta ya miezi mitatu haimaanishi kuwa mafuta hayo yote yanahifadhiwa kwenye matenki ya ndani pekee. Chalamila amesema kuwa akiba hiyo ni mjumuisho wa mafuta yaliyopo kwenye maghala na yale yaliyopo bandarini yakishushwa, ambapo mafuta mengine ni yale yaliyopo njiani kwenye meli pamoja na kiasi kilichohakikishwa kupitia mikataba ya ununuzi na kampuni za usambazaji. Depo ambayo tunatunza mafuta Dar es Salaam peke yake tuna depo 22 ambazo zina uwezo wa kutunza lita za ujazo 1,346,000. Ndio uwezo wa depo 22 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini katika taifa lote depo ziko kama 26 tu ambazo zinaongezeka Tanga na zinaongezeka Mtwara. Sasa hapa katikati tulipata taarifa kutoka Wizara ya Nishati ikizungumzia kuhusu taifa kuwa na mafuta ya si chini ya miezi mitatu. Sisi Dar es Salaam petroli kwa siku tunatumia lita 1,700,000 kwa siku consumption, na diesel kwa siku moja tunatumia lita 2,200,000, na mafuta ya taa kwa siku tunatumia lita 5,000 ambayo yanatoka kwenye vituo vya mafuta 470. Sasa taarifa iliyotolewa na wizara ili wananchi waweze kuelewa na hii kitu kuja kutokea ni kwamba ili taifa lijihakikishie kwamba lina mafuta, tunaangalia mambo makubwa manne. La kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaangalia mafuta yaliyoko kwenye depo ambayo tayari yametunzwa kwenye depo, ambayo depo zetu tulizonazo zinaweza kutunza lita za ujazo 1,346,000. Lakini jambo la pili, tunaangalia mafuta ambayo yako kwenye bandari bado hayajashushwa na meli zingine ziko nje, tunaita out anchorage. Yale ni mafuta ya pili ambayo taifa linakuwa lina assurance kwamba haya ni ya kwetu. Mafuta ya tatu ni yale ambayo yamelipiwa, yako njiani sasa yanakuja ili yaje aweze kushusha mafuta hapa. Na mafuta ya nne ni yale ambayo yamelipiwa kule kwenye refinery, yanaendelea na process ili yaje apakiwe na mikataba tumekwisha ingia ili mafuta yaweze kuja. Kwa hiyo haya mafuta manne. Baada ya taarifa hiyo kutoka mkoani Dar es Salaam, sasa tuelekee mkoani Morogoro ambapo matukio ya kutisha yameripotiwa mkoani humo baada ya mwanaume mwenye umri wa miaka 64 kudaiwa kumuua mkewe kwa kumchinja kwa kitu chenye makali na kutenganisha kichwa na kiwiliwili. Tukio hilo limeelezwa kusababishwa na wivu wa kimapenzi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amesema tukio hilo limetokea Aprili 4, 2026 katika kitongoji cha Mkukuzi chini, kijiji cha Nyameni, wilayani Kilosa. Umebaini kwamba chanzo cha mauaji hayo ni wivu wa mapenzi, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimtuhumu huyu Janet Ernest ambaye kwa sasa ni marehemu kwa muda mrefu kuwa na mahusiano na wanaume wengine. Mtuhumiwa huyu amekamatwa na amelazwa kituo cha afya Ulaya kutokana na hali yake kuwa mbaya baada ya jaribio la kujiua kwa kunywa sumu. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limemkamata Ramadhani Sadiki Joseph, huyu ana umri wa miaka 35, fundi magari
mkazi wa njia panda Bisegese kwa hatuma za mauaji ya Mese Germanus Ngayungwa. Huyu ni binti wa miaka 23 ambaye ni mkulima mkazi wa Ng'ambo, kata ya Rumemo, katika mji mdogo wa Ifakara, wilaya ya Kilombero. Tukio lilitokea mnamo Aprili 4 mwaka huu 2026 majira ya usiku katika baa ndogo ambayo huyu binti alikuwa akifanya kazi, iliyopo katika kitongoji cha Kilolelo, kijiji cha Masegese, kata na wilaya ya Malinyi, ambapo aliuawa kwa kukabwa koo kisha kukosa hewa na kusababisha kifo chake. Kiini cha tukio hili ni mgogoro wa kifamilia. Huyu mtuhumiwa na marehemu nao walikuwa na mahusiano ambayo walikuwa wameshafikia hatua ya uchumba. Na taarifa kutoka mkoani Morogoro inatupa nafasi ya kuelekea katika viunga vya michezo, ambapo siku moja baada ya kundi la wazee wa Simba mkoani Dar es Salaam kuwasilisha malalamiko yao kuhusu mwamuzi Ahmed Arajiga, mwenzetu Frank Vegula na Watson Amini wametolea tathmini juu ya hilo pamoja na mwenendo mzima wa ligi kuu soka bara. Wazi kabisa tena dhidi ya timu ndogo hizi. Yaani zimenufaika kwenye makosa mengi sana. Kwa mfano Simba wenyewe wanaolalamika huo mchezo. Kuna mchezo wa Singida Black Stars. Ule mchezo yule mpaka mwamuzi alifungiwa yasi kwa sababu yani penalty ya wazi kabisa ya Singida Black Stars aliikataa. Simba wakanufaika kwenye ule mchezo. Na so mechi hiyo tu ni mechi nyingi, tumeona michezo mingi. Yaani kuna mlolongo wa michezo mingi sana ambayo hizi timu mbili kubwa za Kariakoo zimekuwa zinanufaika na maamuzi mabovu ya marefali kuliko mechi nyingine zote. Sasa kesi ambayo ipo hapa ni kwamba Simba wanacholaumu nini? Sio maamuzi ya refali, wanamlaumu Arajiga kwa sababu Simba wamefikia stage wanamuona kama Arajiga ni mchawi wao. Yaani Arajiga akisimama katikati ya uwanja mechi ya Simba, waga inakuwa ni ngumu sana Simba kupata matokeo. Yaani kwa michezo ya dabi, ukija michezo ya Azam, na dabi wamepasuka sana. Yaani wamepasuka sana mechi ambazo wanasimama Arajiga katikati. Au ukija michezo ya Azam kama hivyo. Lakini Arajiga ni refali wa ngazi kubwa sana mseme. Kwa mfano hata amekuja kucheza mechi alikuwa anatoka kwenye hizi FIFA na nilia hizi ratiba ya FIFA hii ambazo zilikuwa zimesimama hapa katikati, ndo akarudi sasa mchezo wake wa kwanza kucheza ndo ulikuwa huo. Yaani ni mwamuzi ambaye yupo daraja la juu, lakini sasa mimi mwenyewe kuna kipindi huwa napata ukakasi kwa sababu kwa level ya Arajiga na aina ya makosa ambayo amekuwa anayafanya, yaani unaona, yaani kuna kitu unajiuliza kwamba yani mbona ni kitu ambacho kinaonekana kabisa ilikuwa ni kosa la wazi kabisa, na sometimes nakuwa pia yeye mwenyewe yuko karibu pale lakini anaamua anaacha. Unajiuliza maswali kwamba ni nini kinakuwa kinaendelea, lakini makosa kama hayo yapo. Yaani kwenye ligi yetu tusifanye kama wageni. Yaani ni makosa ambayo yapo, makosa ambayo tumekuwa tunane na sio kwa timu hizi kubwa. Na sio kwa timu hizi kubwa tu. Ni makosa ambayo yanamnyonga kila mtu. Yaani kila mtu hicho kikombe cha kuonewa amekipata, kikombe cha kunufaika amekipata. Kwa hiyo yanapotokea kama yaani ni tuungane tuwekeze nguvu kubwa kwenye kuyakemea yote. Yaani tunapotokea tumepewa goli hiyo siku kwa mapenzi ya referee, basi tukitoka hadharani tusiwe tunakuwa proud kwamba sasa nini. Unakuta mara nyingi kwa sababu inakuwa inatokea sometime nakuta referee labda afanya maamuzi mabovu, timu imepata matokeo, labda wasemaji wetu au mashabiki si wenyewe tukiingia mtaani tunajisifia kabisa, na nyinyi nunueni kama mnaona referee na nini, na nyinyi nunueni, mnaona. Lakini siku tukija kunyongwa sisi tunalalamika, kitu ambacho sio fair, kwamba siku ikitokea referee ametoa maamuzi mabovu tusimame kwamba okay, referee kafanya maamuzi mabovu lakini despite tumenufaika, lakini tukemee kwamba maamuzi kama haya sio sahihi kwenye football, kwamba siku tukinyongwa tunaenda kufurahia, lakini kuja siku tukipendelewa tunaenda kufurahia. Yaani tunaona kama referee ndo anafaa, lakini siku akija akatunyonga sisi wenyewe tunarudi tena kumuona mbaya, sio fair. Sawa, na ukiangalia kwenye hoja ulizozungumza kwamba tunaonyesha vidole vya waamuzi pale mpaka sisi tunapoumia. Mpaka tunavyoumia sisi pale. Lakini kama mimi nikafikiri kuna muda Simba na Yanga, kwa nini sasa wazee wa Simba na Yanga usiona waamuzi wanakosea kwetu na yule anakosea kwa timu nyingine, wazee kwani wasiungane waje kutoka kauli moja ya kukemea vitendo kama general, yaani na wakemee. Asante sana Frank Vegura kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwa nukta hiyo sisi hatuna la ziada, lakini kabla ya kutamatisha huwapa muhtasari wake.
Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ashiriki dua ya kumwenzi Abeid Amani Karume. Agizo la Waziri Mkuu laanza kutekelezwa katika soko la simu 2000. Kwanza ni kuhakikisha kwamba eneo hili tunalisafisha, na baada ya kusafisha tuone namna gani tunaweza tukawapanga wafanyabiashara. Albert Chalamila afafanua akiba ya mafuta ya miezi mitatu. Waziri Mkuu, tunaangalia mafuta yaliyoko kwenye depo ambayo tayari yametungwa kwenye depo, ambayo depo zetu tulizonazo zinaweza kutunza lita za ujazo 1,340,000. Na katika michezo, tathmini yatolewa baada ya malalamiko ya wazee wa Simba Sport Club kuhusu mwamuzi. Naam, na huu ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, kwa maana Waswahili wanasema kila chenye mwanzo hakikosi mwisho. Na hapa ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Ulikuwa na mimi Emmanuel Manonga na mwenzangu Shamia Rajabu. Nikusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok, Facebook kwa jina moja la Matukio Daima. Uwe na usiku mwema. Mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi mitatu na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745 820310 ama 0678 886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.